Mungu ni mwema. Wakati wote, viongozi mliohudhuria tukio hili, wanataaluma wenzangu, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo si siku ambayo tunaweza tukazungumza kwa maneno mengi sana, kwa sababu tunasherekea maisha ya mtu ambaye ametugusa sisi wote kwa namna moja au nyingine. Yaliyozungumzwa kuhusu Profesa Philemon Michael Sarungi ni maneno ya kweli kwa hakika. Hakuna hata moja ambalo limetafutwa ili kufanya tukio letu na hotuba zetu ziweze kufurahisha masikio yetu. Alidiriki wakati ambapo udiriki ulikuwa na maswali mengi. Alifanya mambo mapya katika mazingira ambayo mambo haya yalikuwa yajulikane. Alithubutu, na kwa sababu ya kuthubutu kwake, siku ya leo sisi wote ni mashuhuda wa matunda ya kazi kubwa ya jitihada hizi. Tunapenda kuishukuru familia kwa jinsi ambavyo iliegemeza mikono yake akifanya kazi hiyo, lakini vile vile wale wote waliopita chini ya mikono yake na kujifunza, halafu na wao wakafundisha wengine. Mimi hapa nastahili kuwa mjukuu sasa, kwa sababu kama walimu wangu ndio wameshaongea hapa, wanamuita baba, basi sisi ni wajukuu. Lakini huyo msoka aliyetoka hapa nafikiri sasa atakuwa ni kitukuu. Kwa hiyo ni zama nyingi, na katika hili lote tunamtukuza Mungu kwa ajili ya maisha ya Profesa Philemon Sarungi. Niseme neno moja tu: taasisi ya Moi haiwezi ikatajwa kwa namna yoyote bila kulitaja jina la Philemon Sarungi. Kwa hiyo katika historia, katika maelezo, katika matendo na hata katika maono tunalitaja jina hilo. Siku ya leo tuna vitanda 369. Na mimi nalisema hili kwa sababu walipoanza walikuwa na chini ya vitanda 20. Leo tunapata wagonjwa kutoka sehemu zote za nchi yetu, lakini tunapata wagonjwa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Ile dhana ya tiba utalii leo hii inafanikiwa kwa sababu kuna mtu mmoja mahali fulani alinia kwa dhati ya moyo wake. Lakini sio hivyo tu. Tunaangalia sasa zaidi ya kile kimoja alichokuwa nacho yeye. Alitengeneza njia ambayo leo hii tuna wataalamu wabobezi wanaojulikana duniani, wanaofanya marekebisho makubwa sana ambayo hata wakati yeye anasoma na kufanya kazi nafikiri walikuwa anayafikiria tu. Mambo ya nyonga ni makubwa kuliko tu kubadilisha viungo. Kuna ajali zinatokea, mtu anaweza kuwa na nyonga imechanika. Huko nyuma watu walikuwa wanafikiria nini cha kufanya kumsaidia, lakini leo hii wataalamu wabobezi tulio nao hawafikirii, kwa sababu anajua hatua kwa hatua nini kinatakiwa kufanywa na mgonjwa kurudi katika hali yake ya kawaida. Tuna wataalamu ambao sasa wamejikita katika upasuaji wa mfumo mzima wa fahamu. Nataka kusisitiza neno mzima, mfumo mzima wa fahamu. Kuanzia kwenye ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu, kwa aina zote magonjwa yake. Na jana nilikuwa na mazungumzo na mtu mmoja akaniambia, ulisema swala la mawimbi ya sauti. Yaani huo ni ubobezi tunawawezesha hata kutumia vifaa ambavyo sasa hivi vinasikika tu katika maeneo mengine ya dunia. Na yasema yote haya nikisikitika lakini nikifurahi kwamba nyuma ya hadithi yote hii profesa aliyelala hapa tunamshuhudia. Sisi kama taasisi tutaendelea kuenzi maono yake, uthubutu wake, na hakuna siku itakayopita ambapo hatutakumbuka kwamba aliwahi kuwepo shujaa aliyetuanzisha katika fani, na tutaendelea hata tutakapoenda Mbweni kwenye rehabilitation utengamao, napo bado tutakuwa tunamsema Profesa Sarungi. Tutakapokwenda kwenye Tanzania Neuroscience Institute, napo bado tutakuwa tunaakisi yale aliyoyafikiria na kuyafanya. Na viongozi wa dini napenda kuwashukuru kwa sababu
Profesa hata wakati akiwa amebanwa sana na shughuli za siasa hakusahau asili yake. Of course yuko mwishoni alikuja kuwa na mchango mkubwa zaidi, lakini kila mtu kwa nafasi yake. Fumbo au fundisho kubwa tunalolipata sisi wote ni dhana ya kupokezana kijiti. Mungu atutie nguvu tunapoienzi, kwa sababu hata yeye alipomaliza hatua moja alikabidhi wenzake, na sisi tutafuata hivyo hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante. Poleni sana wanafamilia, Mungu awafariji mnapoendelea na maombolezo. Sisi kama taasisi tutawatembelea rasmi kwa ajili ya kukabidhi rambirambi yetu. Asante sana. Asante sana. Asante sana mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili.